Thank you.
asifiwe. Ni asubuhi nyingine njema ambayo hakika Mungu wetu amekuwa na angali mwaminifu. We are more than conquerors. Sisi ni zaidi ya washindi katika Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Mpendwa, jihesabu mbarikiwa kuwa hai na kupatikana katika nyumba ya Bwana siku hii ya leo. Tupate kukaa. Biblia inaniambia hivi katika Zaburi ya 126 mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi: When Yahweh brought back those who returned to Zion, we were like those who dream. Ya kwamba na Mungu alipowarejesha mateka Zayuni, tulikuwa ni kama ambao tunaota. Mstari wa pili wanasema namna hii: Then our mouth was filled with laughter and our tongue with singing. Then they said among the nations, Yahweh has done great things for them. Na kwamba vinywa vyetu vilijazwa na kicheko na ndimi zetu zikiwa zinaimba, na mataifa walisema ya kwamba hakika Mungu ametenda makuu maishani mwao. Mstari wa 3, Yahweh has done great things for us and we are glad. Mungu ametenda makuu kwetu na tuna furaha. Wapendwa, kama kanisa, kama familia, kama taifa, tumekuwa tukipitia hali ngumu, kiwango ambacho wengi wamepoteza kazi, kiwango ambacho jamii zetu zimeathirika pakubwa, kiwango ambacho mapato yetu yamekuwa ni adimu, kiwango ambacho hata sisi wenyewe kujikimu siku baada ya nyingine imekuwa ni shida. Lakini Biblia inaniambia nini hapa? Ya kwamba na Mungu aliporejesha mateka wake Zayuni ilikuwa ni kama ndoto. Bwana asifiwe. Mungu anaenda kurejesha wanawe. God is going to restore us to his original plan. Amen. God is going to restore us to our destiny. Amen. Ngana nami asubuhi na leo ninapoleta chombo ambacho Mwenyezi Mungu ameandaa ili kikatupashe neno lake. Sijui utafanya nini, lakini nitakapohesabu 1 hadi 3, mtumishi wa Mungu atakapokuwa anakuja, ungana nami tumkaribishe. 1, 2, 3. Karibu ndugu Ben. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Praise the Lord. Amen. Or rather would I say good morning. Good morning. Is it still morning? Okay, thank you. So brothers and sisters, I thank God for those ones who are with us here. Wale ambao wako nyumbani wanatuona kupitia kwa mitandao, pia wacha nichukue fursa hii kuwakaribisha asubuhi ya leo kwa ajili ya ibada hii. Siku ya leo tunaanza msururu wa mafunzo ambao huenda hautaisha leo, but utaisha kulingana na mapenzi ya Mungu vile yeye mwenyewe amepanga. But I want us to look at the destiny of a child of faith. Destiny of a child of faith. I'm normally just good at Kiswahili nikifanya interpretation, lakini ukiniwachia Kiswahili hapa saa zingine inaletanga stress. But I thank God because he will see me through. Destiny of a child of faith. Ama hatima ya mtoto ama mwana wa imani. Leo hii jambo kubwa ambalo linafanya tuanze kujifunza maneno kama haya ni kwamba kama mwana wa Mungu, as a child of God, lazima tuelewe ya kwamba kuna viwango ambavyo Mungu
ametuandalia. Na katika haya mafunzo tunaenda kuangalia destiny ni kitu gani. Tunaenda kuweka msingi wa jambo hili ili tunapoendelea na mafunzo haya uelewe ni jambo gani ambalo tunazungumzia. Alafu baadaye tunaenda kuangalia ni vitu gani ambavyo huzuia wana wa Mungu kuingia katika viwango ambavyo Mungu mwenyewe amewaandalia. Unaweza itwa mwana wa imani lakini ukose kuingia katika viwango ambavyo Bwana mwenyewe aliyekuokoa alikuandalia. Unakuja kanisani, unaomba, ikiwezekana mapepo pia unayafunga, lakini ukose kuingia katika hivyo viwango. Tutajifunza hayo mambo. Alafu mwisho tutajifunza ni mambo gani ambayo yatupasa kufanya ili kuingia katika viwango ambavyo Bwana ametuandalia. Wacha nikwambie mwana wa Mungu, ya kwamba sisi hatujazaliwa tu kujaza idadi ya watu katika ulimwengu. I don't know if you are getting that. Hatujazaliwa kujaza tuwe katika kama ile hali ambayo ilikuwa katika kitabu cha Genesis chapter 5, ambao wanasema kwamba fulani na fulani walizaliwa, wakaoa, wakaolewa na wakazaa watoto na wakafa. We are not born for such things. Amen. Nataka mwana wa Mungu uelewe ya kwamba licha ya mazingira yanazungumza nini, there is something that God has prepared for you, na ni mapenzi ya Mungu ukaweze kutimiza. Kwa hivyo tunapoongea kuhusu hii destiny ni kitu gani? Nimejaribu kufafanua na kuelezea. Nasema kwamba destiny is an ultimate peak of life that every child of God is supposed to reach according to God's plan. Hatima ni kiwango cha maisha ambacho kila mwana wa Mungu yatupasa kufikia kulingana na mawazo ya Mungu. Because at one time Petro alifuata Yesu, akafuata Yesu, lakini ilifika wakati akafanya reality check. Akauliza Yesu, Bwana, tumekufuata hii miaka yote, tumewacha mambo yetu yote kukufuata wewe. What do we stand to gain from following you? Yesu akamjibu nini? That you will have everlasting life and 100% on earth. So when I speak about destiny, I want to speak about, of course, I know that mwisho wetu ni kupata maisha ya nini? Ya milele. That is the ultimate destiny ya kila mtoto wa Mungu. Lakini maisha ya milele kabla hatujayafikia, kuna viwango ambavyo Bwana ametuandalia katika maisha haya. Unajua watu wamekosa kubalance mafunzo ya Mungu. There are people who are so spiritual that they only see everlasting life. There are those ones who are so materialistic that they only see the 100% on earth. Lakini kama sisi lazima tubalance hivi vitu viwili. Maisha ya milele yapo na 100% pia ipo. So lazima tubalance hivyo vitu viwili ili watoto wa Mungu wakaweze kuishi maisha ambayo yako balanced. Wakaweze kupokea yale ambayo Mungu aliwaandalia hapa duniani, na pia waweze kupata nini? Maisha ya milele. Kwa hivyo ninataka uelewe ya kwamba kuna maisha fulani ama viwango fulani vya maisha ambavyo Bwana amekuandalia kama mwanawe. Bwana ameweza kukuandalia kama mtoto wa imani, na anatarajia wewe ukaweze kuyaishi hayo maisha kabla hujapata kuingia katika maisha ya milele. Kuna mwisho ambao ni mkuu, ambao Bwana mwenyewe alidesign, Bwana mwenyewe aliandaa kwa kila mmoja wetu katika viwango mbalimbali vya maisha yetu. Kumbuka nimekwambia kwamba hatukuzaliwa tu kujaza idadi ya watu ulimwenguni. Hiyo haiwezi mleta Yesu Kristo kufa msalabani. Hatukuzaliwa kuwa tu watu ambao tutakuwepo tu. Mzungu anasema ya kwamba we sneak into life and we sneak out of life.
Kwamba sisi tunazaliwa bila watu kujua, na tunakufa bila watu kujua. Tulizaliwa tukaokolewa ili kuleta ushawishi fulani katika dunia kabla hatujaondoka. Hilo ndio jambo kuu ambalo lilifanya sisi tukazaliwa. Now, kuna kitu ambacho nataka uangalie. Nataka tusome Biblia katika kitabu cha Isaya 46. Isaya 46 mstari wa 10. Urada, wacha tuanze mstari wa 8. Tumalize na wa 10 ili tuone Mungu alikuwa anazungumza kitu gani hapa. Remember this and stand firm. Recall it to mind, you transgressors. Remember the things of old. For I am God and there is no other. I am God and there is none like me. Sasa sikiliza mstari wa 10 nao unasema nini? Declaring the end from the beginning, and from ancient time things not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will accomplish all my purpose. Mungu anasema nini hapa? Anasema hivi: yeye hutangaza mwisho wa jambo kabla ya kulianzisha. Amen. Na anasema ya kwamba yale yote ambaye amekusudia yatasimama. Na makusudi ya Mungu hayawezi tupiliwa mbali, hayawezi ondolewa. So it is important, friends, ya kwamba ujue makusudi ya Mungu haya yako juu ya kila mmoja wetu, na kila mmoja ambaye Mungu ameita katika Biblia. Mungu hutangaza mwisho kabla hajaanza safari na huyu mtu. I'll give you examples, don't mind, ili ujue vile Mungu huwa anafanya na watu. Mungu hutangaza mwisho. Look at this. The book of Jeremiah chapter 1 verse 5. Tuangalie kitabu cha Yeremia. The book of Jeremiah chapter 1 verse 5. Nasema hivi. Jeremiah chapter 1 verse 5 inasema, before I formed you in the womb, I knew you. And before you were born, I consecrated you. I appointed you a prophet to the nations. Now, sasa nataka usikize vizuri sana. Hii inaitwa the call of Jeremiah, wakati Mungu anamuita Yeremia. Anamwambia ya kwamba kabla sijakuumba katika tumbo la mama yako, mimi nalikujua. Na kabla haujazaliwa, mimi tayari nilikuwa nimekutia wakfu uwe nabii kwa mataifa. Sasa sikia. Huu ndio mwanzo wa maisha ya Yeremia. Na Mungu anapoongea na yeye, anamwambia ya kwamba your ultimate end ni kuwa uwe nabii kwa mataifa. Na mimi nilishafanya hayo kitambo, kabla hata hujafanya nini? Haujazaliwa. Kabla hata haujaumbwa katika tumbo la mamako. Hata kabla mamako na babako wakujue ya kwamba utakuwa Yeremia, mimi nilikuwa nishajua mwisho wa maisha yako ya kwamba utakuwa nabii wa mataifa. Sikia. Mungu anapomuita Ibrahimu, anatangazia Ibrahimu mwisho wake ama hatima yake kabla hajaanza safari na yeye. Sasa ukiangalia maisha ya Yeremia, maisha yake si kwa sababu ya wazazi wake, hapana. Maisha yake
si kwa sababu ya marafiki zake, hapana. Maisha yake si kwa sababu yake binafsi, hapana. God fashioned him in his mother's womb. Mungu alimweka katika tumbo la mama yake ili kufanyika makusudi ya nani? Ya Mungu. Na kuna maisha ambayo Mungu alikuwa amefanya nini? Amemuandalia na amempangia hiyo barabara mpaka mwisho atakapofanyika nabii, na vile atatimiza maisha yake mpaka mwisho. Siku ya leo nataka ujue ya kwamba kila mtu ambaye Bwana ameokoa siku ya leo, by the way I'm speaking the children of God, I'm not just speaking to everybody, and all of us know what it means to be a child of God. I'm not speaking to those who imitate to be children of God. Naongea na wale ambao ni watoto halisi wa Mungu. Mungu alikuwa amepanga, hata anapomuita Ibrahimu anamwambia kwamba I'll make your name great. Sijui kama mtu anasikiza hivyo. I'll make your name great. I'm calling you right now, but I've already put mechanisms that will make your name great. You will be a blessing to many people. And by the way, by that time, Ibrahim hatajua hana mtoto, lakini Mungu anamuita nini? Taifa kubwa. So Bwana anapoongea na Ibrahimu, tayari ameshaita mwisho wa Ibrahimu kabla hajaanza kutembea na yeye. Listen friends. Bwana anapomwambia Ibrahimu ya kwamba wanao watakuwa mateka katika nchi ya Wamisri kwa miaka 400 na nitawatoa pale. Kwa sababu ya haya maneno, huduma ya watu kama wakina Musa inaanza kujipanga. Huduma ya watu kama wakina Yoshua inaanza kujipanga. He puts everything in place. Na ndio kwa sababu mimi huwa naambia watu ya kwamba for God to sustain you, ndio Mungu akulinde, ndio Mungu akupiganie vita vyako, ndio Mungu akufanyia haya mambo yote ambayo anakufanyia. Do you think he's doing it because he's mad? Do you think he's doing it because he has got no any other person to do for it? No, listen. There are people who are dying and there are people whom God is sustaining. If you don't know, let me tell you. There are people who are dying and there are people that God is sustaining for his own purposes. Yes, I don't have the list of people who will be sustained and those ones who will die, but I know that kuna watu wanakufa na kuna wengine wanakuwa wanalindwa kwa sababu Mungu amepanga destiny yao. Amen. Yes. We are not here because we just want to add that wakifanya census we must appear in the census ili tujue ya kwamba Nairobi kuna watu wangapi. No, we are here for a purpose. Amen. We are here because Mungu amepanga mwisho wetu kabla aanze mtembeo na sisi. Amen. And this is what made God to preserve Moses. He could not have just preserved Moses. Moses was just like a child like any other child that was being thrown kwenye ziwa. Yes. Ama hamjui kwamba kuna watu ambao walikuwa wanatupwa, watoto wa kiume ambao walikuwa wanatupwa kwenye maji. Alafu Mungu na yeye akaipanga wakati Musa sasa mama yake amekaa naye mpaka akaona I can't hide this one anymore. Akaenda kumficha mahali ambapo hata yeye mwenyewe haelewi ni nini kitamtendekea. Then binti Farao anakuja anachukua Musa kama mwanawe, and then God fashions it in a way that tena mama ya Musa ndiye anakuwa maid wa kutunza Musa katika kazi la friends. It doesn't happen by coincidence. It doesn't. Because if I've got a child
I've looked at this child, nimejua huyu mtoto anaweza kuwa nyota ya hii jamii. I'll do everything to protect this child. And that is what God does. Okay. Destiny is a journey. Hatima yako ni safari, ndugu zangu. It's not a one day event. It is not. It is not a one day event. It is a lifelong process. Destiny is a lifelong process. Destiny is revealed to you, inafunuliwa kwako, and then baada ya kufunuliwa kwako, you build on it towards its fulfillment. Kila kitu, let me tell you this. Our destiny ni kama siri ambayo iko kwa mikono ya Mungu. Acha nikushangaze leo. Hatima yako na hatima yangu ni siri ambayo iko kwa mikono za nani? Za Mungu. And the devil cannot attack God to take away our destiny. It cannot happen. The only way the devil can take away our destiny is through us. Shetani hawezi fikia hatima yako kama hata kutumia wewe. And anytime the devil wants to take away your destiny, he attacks your character. If the devil manages to attack your character, he will manage to take it away from you. Even the gift that God has given you, Shetani hawezi ichukua. Lakini anaweza hakikisha ya kwamba isitimie ulimwenguni. Kwa kufanya nini? Kwa kushambulia tabia yako kama mtu. I don't know if somebody is getting me. I always have a rough time teaching in Kiswahili. Na ndio maana God has preserved this thing for you. Na lazima akuwe very careful na watu ambao analeta kwa maisha yako na watu ambao anaondoa kwa maisha yako. Because ako concerned for the fulfillment of this thing. And that's why hata last week nilikuja kugundua ya kwamba Mungu huleta watu kwa maisha yetu na Mungu huondoa watu kwa maisha yetu kulingana na umuhimu wao katika kiwango kifuatacho cha hatima yako. If they are useless for my next level of my destiny, God has to make them get out of my life. And as they get out, those ones who are boarding the vehicle of my destiny are very useful for the next level of my destiny. Ndani ya hatima yako hiyo ambayo Bwana amekuandalia, nyumba yako iko hapo, huduma yako iko hapo, biashara yako iko hapo, gari lako liko hapo. I see people looking at me like, what is this man speaking? Inside your destiny, you will get your house, you will get your business, you will get your ministry, you will get your vehicle. The type of children that you will have inategemea na hii. This one. These are some of the packages ambazo zinapatikana kwa destiny ya mtu. The type of children that you will have also depends with your destiny. And that's why I tell you that it is important as a child of God, so that God can reveal to you your destiny. Alafu baadaye uanze kuijengea. Let me tell you, friends, you can never live like a ninja and expect to enter into the destiny that God has prepared for you. Never. Destiny determines the kind of life that we live. Kuna maisha mengine huwezi ishi alafu utimize hatima ya Mungu juu ya maisha yako. Haiwezekani.
Now, let us move to another level again. Tuangalie hivi ni vitu gani ambavyo huwa vinatuzuia kuingia katika hatima yetu. And I've tried to classify them so that we can see where we belong. I've called them destiny barriers. Hivi ndio vizuizi ambavyo vinafanya mwana wa Mungu, licha ya kwamba umeokoka, unaendanga cell group, unaomba, lakini kuna vitu ambavyo bado vimekuzuia. Kizuizi cha kwanza nimekiita the natural barriers. These are hindrances that are presented by nature to instill fear in us. Hivi ni vizuizi vya asili ambavyo vikija katika maisha yetu huwa vinaleta uoga katika maisha yetu. Acheni niwaambie kwamba God cannot work with cowards. I don't know if the devil can, because I don't serve the devil. I don't know his will, but I know about God, he does not work with cowards. Yeah. If you are just a person ambaye amejaa tu uoga. Mshaiona watu waoga? Anything small inawekanga plans zake zote on hold. Haendelee na safari. There are people who are so fearful. Naomba akitoka akienda safari na mtu wa kwanza kukutana na yeye ni mwanamke, hiyo safari inafika mwisho. You even look at them and you wonder like what is wrong with these ones? There are some animals, mtu akitoka tu atoke kwa nyumba tu na anaona that's the first animal, anasema hiyo safari imeaibika. Now listen, in the book of Joshua chapter 3, it is the beginning of the ministry of Joshua, and the biggest ministry of Joshua, the destiny of Joshua. Joshua was designed to take over Moses to make sure that the children of Israel cross over to Canaan. But the third day, in the third chapter of the book of Joshua, after mobilizing, speaking to the children of Israel, telling them Mungu anataka tufanye hii na tufanye kile, the first thing he missed was the overflowing river Jordan. Like you see now, everybody is like, Corona ikiisha. Corona ikiisha. Let me tell you friends, watu walingoja HIV ishe ni over 30 years. Those ones ambao waliwacha mipango yao kufanya because a new virus imekuja, wamewacha mpaka sasa. I'm sure most of them are dead without achieving anything. So Joshua, the first hindrance ambayo anakutana nayo is a natural hindrance, a natural barrier. River Jordan overflowing, it has broken the banks. Maji imejaa kila mahali. Naturally, kwa macho ya mwanadamu angeangalia angesema no, this one God cheated me, we cannot cross this. And God had already even given him the formula. But immediately walianza tu safari, maji yenyewe ilifanya nini? It gave way, ilisimama. And that's why last week I was telling you that the seed of God does not need a fertile ground. It is the responsibility of the environment to notice the seed of God and behave in a manner that favors the seed of God. Amen. So maji yote ilisimama. And Joshua and the priests and the children of Israel walifanya nini? They just walked in on a dry land as they crossed over to Canaan. So anytime you realize what you want to do, kitu cha kwanza ambacho huja ni kitu cha kukuogofya. Ujue leo
And me, when Corona came, I realized hii imekuja kunipea uoga. And I said, my friend, you'll have to wait. I'll continue. As long as God has preserved me, He has. There are people that are still waiting for Corona iishe, but God gave them the idea. He gave them the resources, but bado wamestall because they are behaving like we don't know kesho itakuwaje. Sasa tuweke hii kwe ya chakula mpaka siku ile, at least the environment itakaa favorable. That is a wrong thing if you are doing that before the Lord. In the book of 1 Samuel chapter 16, David is anointed as the king of Israel. After the anointing, in the book of 1 Samuel chapter 17, Goliath now presents himself. And let me tell you, Goliath was such a giant that even trained soldiers walikuwa wanajificha. Wanajeshi ambao wamehitimu, wameenda training, wanajificha. What about David? Just a young boy who the only thing he knew was the language of sheep in the wilderness. As a child of God, anytime you want to make a move towards the peak of your life, like some of us who are taught these things in our foundational stages of salvation, we always know. Sasa ikikuja, you just tell the situation, I knew you were coming. And by my God, I'm able to overcome a troop. And by my God, I'm able to overcome, to leap over that wall. Usifikiria kwamba hatuogopangi, tunaogopanga, lakini uoga hausimamishi mipango yetu. We just walk, although we are fearing, but we know that God will see us through. Amen. There's one thing that I've learned about God, friends. When God gives a promise, He has to balance you between fear and faith. You walk between fear that haya mambo ambayo Mungu ameniambia huenda yakakosa kutimia. Hiyo inakuanga side moja. Side ya pili kuna imani. Imani ambayo inakuja kutoka kwa neno la Mungu. To have the word of God ambayo inakwambia kwamba endelea, I am with you. Because kama Mungu atakufanyia kila kitu katika njia rahisi, my friend, you will never mature and expand. I don't know if you have ever seen these children ambao wanafanyiwanga kila kitu. Sasa ile zimeachwa zikae peke yao ndio zinaoshanga matumbo na omo because they don't know anything. At 20 year old hawezi jipikia ugali kwa sababu alifanyiwa kila kitu. And that's the danger that God will never do. He wants to see you trust him. But akikuacha kwa upande wa uoga ya kwamba ubaki uoga, you will fail. So he has to balance you in between. Fear that haitafanyika na imani itokayo kwa neno la Mungu ambayo inasema itafanyika, so unatembea katikati. So, kama wewe ni Mkristo ambaye itategemea na upande ambao wewe mwenyewe utaegemea. Kama utaegemea upande wa uoga, utabaki hapa. Kama utaegemea upande wa neno la Mungu, tembea katikati na utafika mwisho. Let me tell you, friends, as you stand there fearing that the things that God spoke will never be accomplished, some people are already accomplishing 3/4 of their New Year resolutions. Na kuna watu ambao wananishangaza ni kwamba kazi zao zilisimama, Mungu akawarudisha kazini na wakasahau mambo ambao walipanga, wakainvolve Mungu kupanga, walisahau. They are now waiting for a favorable environment. Later on, as I teach you, let me tell you the truth.
postponing things throw your ideas into a wrong season. And no idea will ever be fulfilled once it is thrown into a wrong season. Because you'll be having the idea minus the grace of God. Yes, it's somebody like, what's wrong with this man? There are things, friends, that will always cause fear. Let's leave alone the pandemic. Because as for me, I got out of the pandemic a long time ago. When God told me that we are getting out, I got out. I've never gone back to it again. There are things that will always cause fear in your life that will make you feel like you can never achieve the purposes of God kwa maisha yako. Kuna watu kanisani ambao hawakuenda shuleni na wanafikiria kwamba because of that factor hawawezi pata mambo ambayo Mungu amewaandalia. Kuna wengine ambao walizaliwa kama wamelemaa and they feel like I wish God gave me all the parts of my body, I would have done this and that. That should not be the case. There are children that are born out of wedlock. Let me tell you, the purposes of God, once amekuwekea the purposes of God, it does not matter whether you are born in, out, besides, or wherever of the wedlock. There are people, there's this man called Jephthah, who was born of a harlot. And the purposes of God were on him. Even those ones who were born inside the wedlock, totally inside, had to go and look for him. There are people like Mephibosheth who were born, they were not lame, but circumstances made them lame. But their destiny was atakula kwa meza ya nani? Ya mfalme. There are those ones ambao ni mayatima ambao wanakaa wanasema ya kwamba baba yangu angekuwepo, mama yangu angekuwepo. Sikiliza, ukweli ni kwamba hawapo, lakini Mungu yuko na alikuonea rehema akaweka makusudi yake juu yako. Why don't you just take the word of God and move with the word of God? I've never known the life of living with the parents. Na uwezi nishitua na hiyo. Sometimes hata nikienda kwa matanga ambayo mtu amefariki na amewacha watoto wakiwa wachanga, it pains me a lot. Na from that time, hata ndugu yangu Matias anajua, if we are watching a movie na inafika mahali iko dehumanizing, I'm not interested in that movie again. Sitakangi kuona. But hauwezi nitisha na hiyo. I know they are not around, but my God, as long as he revealed salvation to me and he spoke clearly that this will be your end. I don't care whether wapo, hawapo, nilienda shule, sikuenda, I was born lame, I was born in a poor family, I don't mind about that one. What I mind, au marafiki zako. Demonic voices kazi yake kubwa ni kuja kukudiscourage. Like when you read the book of 1 Samuel chapter 10, verse 25 to 27, for those ones who are writing, Biblia inasema ya kwamba, in fact verse 27, Biblia inasema ya kwamba some worthless fellows came and told Saul that can this one save us? Unajua, mtu asikudanganya, Sauli pia alikuwa tu anointed na Mungu. He was just a king who was anointed because the children of Israel demanded for a king. Now by that time, there was no any other man ambaye angefikisha physical qualities za Saul. He was the tallest, taller than me here. He was handsome and God chose on him. Daudi anakuja tu kwa sababu Mungu alireject nani? Saul. But God has already chosen Saul. There is a war ambayo wanaenda kupigana na the Ammonites. And then
Hata Biblia pia inaangalia wale watu inawaita hao ndio wako worthless. Sasa mtu wako worthless anakuja kutaja the anointed one of God ati yeye ndiye ako worthless. Hawezi waokoa. Those are the ones we call demonic voices, ambazo zinakukalisha kikao. Shida yako ni kwamba you give them a lot of hearing. In the book of Nehemiah chapter 4, you remember Sanballat and Tobias? Sema hawa Wayahudi wanafanya vitu gani hao? Wanafikiria watajenga hii ukuta. Hii ukuta hata vile wameijenga, hata mbweha akikalia inaanguka. Have you ever heard such people? Those are demonic voices. Such people are in our lives. They mock us. They remind us our inabilities. Wanakutukumbushanga vitu ambavyo hatuwezi fanya. Ni ukweli kwa nguvu na rasilimali zetu hatuwezi fanya, but it is God doing it in us for his own glory. Let me tell you friends, sometimes God just blesses us, and it is not about us. He blesses us so that he can show other people. So those ones we call them demonic voices. Kama umeokoka na wewe ni mtu muoga. Number 2, wewe ni mtu ambaye kusikiza sana hao watu wa kudiscourage. Let me tell you, God has got no business with you. Atakuacha tu. Sikiliza hizo vitu unataka sasa. And as I speak this, najua tunaelekea mwezi wa 9. People heard so many things and we prayed for so many things here. And I remember telling people that the year that God has spoken about restoration is normally the toughest year. People thought that it's just something that we march. Then all of a sudden, something came. And up to today, we are approaching September. Guys are still waiting for a favorable environment. Some of them even stopped coming to church because the church is not favorable. They fear that they can get infected in the church, but they cannot be infected in the marketplace. They can be infected with corona in the church, but not at their workplace. They can get that thing anywhere. But let me tell you the truth. I'll follow the Ministry of Health guidelines, but I'll not stop doing my things as long as God has given me the idea and he has given me the resources za kuanza. I tell you, that one I can tell you for sure. And you know there are guys, like I don't know whether it was true. There's this old man whom they said that he's 63 years old, a pastor from Kangemi, ambaye walipiga picha akikunywa pombe akisema kwamba sasa sisi yetu imeisha, tutarudi church. Sasa anaacha upasta na nini, and then after a few weeks wakaongeza age ya watu kwenda church to 65. So I don't know whether he's still drinking or he went back to the church. Ukisikia utatuambia kama alirudi huko, but I don't know whether it is true because media pia inakuanga na mambo yao mingi. So do not listen to demonic voices. Amen. Amen. As we finish, let us finish with this one. We also have what we call inherited barriers. These are things that we inherited kutoka kwa wazazi wetu, kutoka kwa uzao wetu. Friends, wacha niwaambie ukweli ni kwamba tumerithi vitu vingi sana ambavyo lazima tujifunze kupigana navyo
ndiposa tuishi upeo wa maisha ambayo Mungu ametuandalia. Na ndio maana ni muhimu kama mwana wa Mungu ujue familia yenu iko na mambo gani. Yakianza kutokea ujue these are now inherited curses, zinaanza kuongea. Wacha kukaa Mkristo ambaye ni mjinga kiwango ambacho haelewi historia ya familia yao, because historia hujirudia, na hakuna vile historia ya kwenu itaenda kwa jirani. Historia inafuatanga lineage. Na tuna Wakristo ambao historia ikianza kujirudia kwa maisha yao, they also look like they are surprised. So they start blaming witch doctors. Wacha kuharass witch doctors for no reason. Hii kitu iko kwa damu yenu. Can you give them a bit of peace? There are things zikianza kufanyika kwa maisha yangu, I don't suspect a witch doctor. I don't suspect a sorcerer. I know this is something that was passed over kwangu kutoka kwa mababu zangu. And when I start fighting it, I don't fight it from a perspective ambayo sielewi. Hapana. Kuna watu ambao walimjua Mungu, lakini kwa sababu ya inherited curses, maisha yao hayakuwahi kufikia upeo ambao Mungu aliwaandalia. The book of Judges chapter 6. The book of Judges chapter 6 verse 11 to 13. The Bible says that sasa hapa ndio Mungu anakutana na Gideon. Gideon is having the roughest end kwa maisha yake. According to the destiny that God has planned for him, he is a mighty man. Ule vingine inafuatanga mtu si ati amerogwa, iko kwa lineage. Kuna mademu wengine hakaangi kwa ndoa, sio ule mama mwenye mligombana naye kwa mpaka wa shamba, iko kwa lineage. Kuna watu ambao lineage zao ziko na mambo mengi. Kama Mkristo ujue lineage ya kweli inakaa namna gani. Amen. Praise the Lord. It is important to know your history. It will hinder you kuingia kwa destiny ambayo Mungu amekuandalia. It will hinder you. It will block you. Because these are things that our forefathers did. And they opened a door for an operation of demons kwa maisha yetu. So those demons have got a legal right kwa sababu ya ile ambayo mababu zetu walifanya. Hayo mapepo sio mapepo ya kupelekea mchungaji
na aanze kusema toka na yatoke, hayatokaji hivyo. Now many of you take unachukua kanisa kama hospitali. You come, you get treated and you go away. Unangoja ukiwa mgonjwa tena ndio urudi. Hayo mapepo hauwezi yatibu hivyo. So it is important. Because of time, we are going to stop at that. We will continue another time. It is important as a child of God to understand that God designed a certain level of life kwa maisha yako. Hakuna vile Mungu atasema anajionyesha kwa maisha yako na wewe mwenyewe haukai kama mtu ambaye Mungu anajionyesha kwa maisha yake. You can never tell me that. Nitasimama hapa niwaambia kwamba Mungu amejionyesha kwa maisha yangu na koti langu hapa liko na mashimo, longi iko multicolored. There is no way, there is a certain level of life ambayo Mungu anajua ya kwamba lazima afikishe hicho kiwango, ndio hata mataifa yajue ya kwamba Mungu amemfikisha kiwango fulani cha maisha. Lakini kwa sababu ya haya maneno, tusipokuwa waangalifu, vinavyomaliza watu wa dunia vitatumaliza. Because of this, and that one does not change God. Number one, don't be a person ambayo ni muoga. Mkristo ambaye ni muoga hajawahi pendeza Mungu. Huyo ni Mkristo ambaye hana imani, na bila imani hawezi mpendeza Mungu. Saa ile unaanza mambo yako, ndio kazi yako inaanza kuwa slippery. Endelea na mambo yako. Hiyo mambo ya kuwa slippery with the time itaisha. Ilikuja tu kukukwamisha usianzishe mambo yako, lakini ukianzisha tu na uendelee, itaisha yenyewe. Because they come, vijaribu kukutingisha, zishindwe, ziseme hapana, tuachane na huyu jamaa. We don't take notice. We don't listen to the demonic voices. And then we must learn how to fight the inherited barriers. And the Lord shall see us through. Let the Lord bless you so much. Tutaendelea na hizi series wakati mwingine, Bwana akitupea wakati. Asante.